Mheshimiwa Katibu wetu mkuu wa taifa Nuhu Jabir Mruma ameelekeza kwamba mkoa wa Tabora uwe ni mkoa wa mfano katika uchaguzi, na tulipokuwa kwa Mheshimiwa Mufti alisema baraza ni katiba na katiba ni baraza na katiba ndio roho ya taasisi yetu kuu ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Sasa akasema hakuna cha shekhe wa mkoa, hakuna cha shekhe wa wilaya. Lazima muhakikishe kwamba chaguzi zinafanyika bila kuwa na vurugu ya aina yoyote. Kila Muislamu mwenye haki ya kugombea basi na agombee na apate nafasi kama nafasi itakuwa imepatikana. Lakini na taarifa pia za uchaguzi, yani shekhe wa wilaya hatakiwi kulala bila kutoa taarifa ya uchaguzi mkoani, na katibu wa mkoa kadhalika, maana wewe ni mkurugenzi wa uchaguzi sawa. Lakini taarifa hizo pia zije kwangu mimi, kwa sababu mimi na ripoti kwa Mheshimiwa Mufti na wewe una ripoti kwa Mheshimiwa Katibu Mkuu. Na alisema Mheshimiwa Mufti tukianza kikao tumsemeshe yeye au Katibu Mkuu azungumze kidogo tumsikie. Sasa makatibu wa wilaya tumegundua kwamba kuna ikhtilafu katika zoezi la ujazaji data za wagombea, na sisi mkoa tumeanza jana na shekhe wangu wa wilaya kuvamia sehemu ambazo uchaguzi zinafanyika. Tumeanza kwa Sheikh Rama. Sheikh jana sikumpa taarifa jana, kasangaa nimeingia ofisini na tulikuwa live mbele ya Katibu Mkuu. Hatutafutani sababu, huu ni wajibu, maana itakuwa Sheikh bwana kana bila taarifa labda anamtengenezea zengo mwenzake. Tumekwenda kuhakikisha je, maelekezo ya ofisi ya Mheshimiwa Mufti yanafanyika. Tumeanza kwa ofisi ya Sheikh wa wilaya, tuliridhika na taarifa yake. Sasa Sheikh Zaimu huko hapa, Sheikh Ali Wakaliwa huko hapa, Sheikh Jumanne huko hapa, Sheikh wa Sikonge huko hapa. Hatutotoa taarifa ya kuja. Yani wewe utasangaa gari ya Sheikh imesimama ina mwandishi wa Mufti, tunaanza kufuatilia fomu baada ya fomu, na tunakusudia tufike siku ya uchaguzi ambayo siku ile ndo watu wako katika uchaguzi. Sasa tukikuta mahala panatakiwa wachaguliwe watu 9, wako 9 hao, utatueleza ina maana wagombea ni hao 9 ama watu hawajaelewa umuhimu wa uchaguzi. Lakini tuelewe kwa nini Mheshimiwa Katibu Mkuu na Mufti wameelekeza Tabora iwe mkoa wa mfano. Kwanza tujue katika nchi yetu Tabora ndio mkoa mkubwa kuliko mikoa yote. Lakini Tabora ndio mkoa ambao una asili ya Uislamu kama ilivyokuwa Tanga na Tabora kadhalika. Lakini kadhalika Tabora ndio mkoa ambao una ilaka na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano. Mnajua hata vikao vya uhuru vilifanyika katika mkoa wa Tabora. Idadi ya misikiti ya Tabora ni mingi kuliko mikoa mingine. Nuhu akaelekeza Tabora uwe mfano wa kuigwa katika uchaguzi wetu wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Hatutokuwa na rai kwa kiongozi ambaye ataonekana anakwamisha zoezi hili. Sawa Shekhe, hatutokuwa na rai ya katibu, mwenyekiti, kiongozi wote wa baraza, shekhe ambaye ataonekana yeye ni kikwazo cha uchaguzi. Lakini kadhalika tuwe na rai ya kuwarai watu kujitokeza kuchukua fomu na kadhalika kuchaguliwa. Kumekuwa na kusuasua inavyoonekana baadhi ya wanaogombea hawajui hata namna ya fomu inajazwa namna gani au namna gani. Makatibu wa wilaya, zile semina ambazo mmezifanya bado hazijatosha. Sawa Sheikh Rama
bado hazijatosha. Tumekwenda jana mahala fulani, tumekuta imam kajaza fomu ya kuchaguliwa imam. Sasa mashehe wanajua imam anateuliwa na shekhe wa wilaya, tena anayesema maneno haya ni katibu wa kata. Anasema shekhe, fomu hizi tunao na wagombea nafasi ya uimamu. Nikamwambia shekhe, hii habari inakuwaje? Sasa watu hawaelewi, kumbe maimamu wako chini ya mamlaka ya shekhe wa wilaya, ndio uteuzi wake unapitia huko. Sasa inavyoonekana watu zoezi hili bado hawajalielewa sawa sawa. Tunaposema BAKWATA ni kubwa, BAKWATA ni kubwa katika nchi hii kuliko taasisi zote mnazozijua. Misikiti ya nchi nzima iko 21,000. Misikiti ya nchi nzima iko 21,000, na kila msikiti mmoja una viongozi 35. Kata ziko 3,000. Kila kata moja ina viongozi 42. Wilaya ziko 169. Kila wilaya ina viongozi 45. Mikoa iko 26 ina viongozi 54. Taifa kuna viongozi 120. Jumla kuu ya viongozi ambao wanaopatikana katika taasisi yetu kuu ya BAKWATA ni 87,207. 870,207. Anasema mufti anataka kwa mara ya kwanza ahakikishe idadi hii inafanyaje, inapatikana. Sawa mashehe, idadi hii misikiti iko 2,021. Tuhakikishe kila msikiti una viongozi 35. Sawa mashehe, kuna jumuiya za kina baba, kuna jumuiya za vijana ya kina mama, kuna halmashauri ya msikiti na kadhalika. Na kata kuna shekhe wa kata, kuna katibu, wote jumla yao 42. Shekhe Ali wakaliwa, tuhakikishe hizi hesabu Shekhe Ali zinapatikana katika misikiti yetu. Sawa jamani, ili mufti asione kama mapendekezo yake ya mkoa wa Tabora yamekwenda upande. Na mimi na imani Sheikh Rama, mpaka sasa hivi data ambazo ninazo tunakwenda vizuri, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri tumalize vizuri. Sasa tunakwenda katika uchaguzi wa kata muda si mrefu. Mashehe, tusilale, tuhakikishe tunahamasisha Waislamu kugombea nafasi za kata. Hesabu itimie. Kwa hesabu ya jana usiku ambao ninayo kama shekhe wa mkoa, kuna baadhi ya chaguzi za misikiti bado hazijakamilika. Wengine wako 9, wengine wako 7. Inavyoonekana uelewa wanaogombea bado uelewa haujawa sawa sawa. Lakini la tatu, tusichaguane kwa kubaguana. Mtu ana sifa za kuchaguliwa kwenye taasisi. Katibu mkuu alisema, na mimi naisema hapa, tumpate kiongozi ambaye yeye ana ilaka nzuri na serikali. Sawa jamani Sasa sisemi kama wasichaguliwe kama vingine, lakini yeye awe tayari kwamba nchi ikiingia katika shida, akitakiwa kama shekhe wa wilaya, shekhe wa kata, imam, kusaidia amani ipatikane, awe tayari. Ndio maelekezo mheshimiwa katibu mkuu hayo. Na mzee wangu mzee Nomani yuko hapa, yeye anajua mahusiano ya Tanzania bara na visiwani katika siasa. Na wao wenzetu kule kwao, hawa ni viongozi ambao serikali inawatambua. Ujio wake hapa na barua hapa ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ndio yuko hapa. Sheikh nikutumia? Ipo barua yake hapa. Rais Mwinyi anajua kama Sheikh Nomani Jongo yuko wapi, yuko Tabora. Wao mashekhe, makadhi, walimu wa madarisi, maimamu wana mfumo maalum ambao serikali unawasimamia. Akanambia hivi, nyinyi Sheikh Mavumbi huku mna raha kwa sababu sisi kwetu kule viongozi wote wako chini ya mamlaka ya nini? Ya serikali. Sasa haya ambayo yanapatikana kule kwa wenzetu, anasema mheshimiwa katibu mkuu, tuhakikishe viongozi ambao wanaingia katika uchaguzi, dhahiria na batinia yao, kwanza wawe watu na maadili mazuri. Sawa mashehe, tabia zao nzuri, sifa zao nzuri, murwa wao ni mzuri,
Sio mtafute shekhe baadaye ukimuuliza, ukimtizama pembeni kavaa kaptura, kavaa kofia, kafulana. Akisikia kuna jambo msikitini ndio anavaa kanzu na koti. Aya, labda bahati mbaya, sisemi kama kusudi, unamkuta shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, shekhe wa kata, biashara anazozifanya ni zile ambazo Mwenyezi Mungu amekataza. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.